Bwana, kwa majina naitwa Msizwa Sio. Niko hapa mbele yenu bwana kupeni taarifa ya tukio lilotokea siku 3 zilizopita. Inaonekana katika video kwamba nimekamatwa na polisi wa South Africa. Ile video ilikuwa ni ya kweli. Ilikuwa ni video ya kweli kabisa, ni mimi ambaye nimekamatwa, mnaona katika ile video. Kilichotokea pale kwamba mimi nilikuja kuwa support ndugu zangu wanaotoka Afrika au vibana watu wasi wenzangu wanatoka Afrika Mashariki na nchi zingine, kuja kuwa support kwa hiki kitendo ambacho kinafanyika ndani ya South Africa, kwamba wazawa wanawapiga wageni. Mimi bwana, kama mzalendo wa nchi yangu Tanzania, nikaona bwana haiwezekaniki kama Mtanzania na support wa Tanzania, na pia ni mtoa taarifa, sio mtangazaji, ni mtoa taarifa ambao mambo yanatokea huku South Africa. Kwa nilipofika pale nikaenda kuangalia kitu ambacho kinafanyika ambacho nakiona kwenye mitandao. Unajua mimi napenda sana kutoa taarifa ambazo ziko update, yani za kweli. Sio tu nione tu kwenye simu alafu niwaambie Watanzania kama kumetokea hicho kumetokea. Kwa hiyo nilienda kushuhudia, je, kile kitu ambacho kinafanyika ni cha kweli. Nilienda pale na nilivyoenda pale nikapokelewa, polisi wakanipokea vizuri. Muona bwana, na ndugu zangu ambao nimeenda kuwaoje na kuwaona ambao walipigwa na tear gas. Kipindi cha nyuma nilitangaza kwamba kuna watu walipigwa na tear gas, lakini nikafika pale nikawaoje, nikaongea, nikauliza tatizo ni nini. Wakasema bwana, sisi tunaonewa na hawa waandamanaji wa South Africa, wametoa misimamo yao pale. Nikamaliza kazi yangu kwenda kuwaoji. Baada hapo nikawa sasa nataka niondoke, lakini pale huwezi kuondoka. Ukishaingia pale huwezi kuondoka hivi hivi ukatembea na miguu, kwa sababu kuna hakuko safety, kwamba polisi wanakuambia ingia kwenye basi, wanakuchukua alafu wanakwenda kuacha mtaa mbele. Sio kama nilikamatwa, umeona bwana. Lakini kisha tukwenda kutokea mbele tulivyokwenda, wakatuchenjia kibao, wakasema sisi tulikuwa pale tumefanya fujo na pia tuliwatukana polisi, tukawekwa ndani. Tumewekwa ndani tangu Alhamisi, Ijumaa, yani leo Jumatatu ndio nimetoka mahakamani. Pia nataka kutoa shukrani zangu za dhati kwa watu ambao walikuwa wananifuatilia mahakamani mpaka nimetoka leo. Cha kwanza nimpongeze ndugu yangu ambaye simjui, sema ndugu zake nilikuwa nao ndani ambao ni taifa la Kongo. Ndugu yangu bwana anaitwa Kiboko wa Wachawi. Kiboko wa Wachawi bwana, nakushukuru kama brother au vipi bwana, umeliona tatizo langu na ndugu zako nilikuwa nao, ukanisaidia, ukatipa pesa yako, mimi nikatoka. Pia ukanisaidia kwa vitu vingi sana au vibaya. Shukrani kwako bwana Kiboko wa Wachawi. Pili, napenda kuwapa shukrani zangu ndugu zangu ambao wanaishi Durban hapa. Pia walikuwa mstari wa mbele kwa nikufuatilia. Bwana Siza, nakushukuru sana bwana kwa upendo wako au vipi bwana, mwisho wa siku umenifuatilia, mwisho wa siku kuja kugundua wewe pia wewe ndugu yangu na shemeji yangu nimeoa kwenu au vipi bwana. Na mwingine Blaza Magaya, ulikuwa mstari wa mbele sana kunifuatilia au vipi mpaka nimetoka leo hii niko hapa. Pia na Watanzania, dua zenu mlikuwa mnaniombea. Nimetoka nimeona simu nyingi sana, nimeona message nyingi sana, mlikuwa mnaniombea ambao mnanipenda au vipi. Na wengine wale ambao wanatoa taarifa tofauti na hizi ambazo mimi nazungumza, pia nawashukuru. Lakini lilikuwa tatizo, lakini tatizo ndugu zangu kama niliwataja hapo mbele wamenisaidia na nimetoka. Kwa hiyo bado mimi naendelea na harakati na bado niko Durban hapa, naendelea na harakati zangu fresh. Nikishamaliza ndo nitarudi zangu Johannesburg. Kama unavyoona bado niko Durban. Usimuona hapa nje kabisa hapa Durban. Na hoteli hii kanichukulia ndugu yangu bwana Kiboko wa Wachawi, kanilipia hapa. Nimekuja nimerelax. Kwa hiyo ni hivyo ndugu zangu, naomba unisupport ninachokifanya. Nafanya kwa ajili ya Utanzania wangu, vipi nafanya kwa ajili ya love au vipi, sio kwa ajili ya nini wala nini. Chao.